Kwa siku ya leo kwanza ilikuwa ni siku ambayo Mheshimiwa Corneille Nangaa ambaye wanamuita mheshimiwa katika chama chake na bado baadhi ya wananchi wanamuita mheshimiwa na baadhi ya wengi wanampinga, alikuwa ameitisha mkutano mkuu kusema kuwa lazima ichukuliwe hatua ya kusikiliza kila atakachokiongea katika sehemu ambayo serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waga inaita wananchi ili kuzungumza nao. Na badala ya yeye kuongea na wananchi, ikatokea dakika chache Corneille Nangaa kushuka stejini, mabomu zikaanza kurindima na kuua watu 35 na zaidi ya wengine hospital. Imefahamika mapema nani ambao alirusha mabomu hayo? Mabomu haya inafanya wananchi kutokuwa na uaminifu kwa M23 na pia kutokuwa na uaminifu kwa wazalendo, maana hawakujua mabomu haya ilitoka katika mikono ya nani. Na watu ambao wamejeruhiwa mpaka sasa hivi wamepelekwa hospitali gani? Hospital General ya serikali ya Jimbo ya Kusini mwa DRC hapa mjini Bukavu. Hali ya kiongozi wa M23 Corneille Nangaa ikoje mpaka sasa hivi? Baada ya milipuko hivyo, kila mtu akujua anapita njia gani na anaenda wapi, basi wananchi ilibudi wakimbizane. Badala ya mabomu kumalizika korindima, ilibudi wachukue mizoga, kila mtu apeleke maiti yake nyumbani kwa ajili ya kuzika. Baada ya M23 kuteka mji huo wa Bukavu, pengine mapokeo ya wananchi yakoje? Je, wananchi wanawakubali kama viongozi wapi ambao wameshikia eneo hilo, au wananchi wamekuwa hawawakubali kama ambavyo walikuwa wakikubali serikali ya Kinshasa? Wanakubali, sababu ndo matokeo ya halisi. Na ukionekana mpinzani zaidi, wale majamaa hawabishani na mtu. Ikitokea kuwa unapinga hatua zao, yawezekana ikakuwa vibaya kwako, lakini inawezekana kuwa watu wamekubali kutokana na hali ya halisi, maana mbele ya risasi lazima kubali ngoma. Kuna taarifa kwamba wazalendo walikuwa wanapanga kuja kukomboa Bukavu kutoka mikononi mwa M23. Taarifa hizi zikoje, na vyanzo ambavyo pengine unazungumza navyo vimehakikisha chochote kwamba pengine ndio wazalendo sasa wameingia Bukavu kupambana na M23? Wao kuingia wanaweza kuwa katika mji huu, maana hata Corneille Nangaa aliongea kwamba najua hapa ndani kuna wazalendo na kuna askari waliotoka jeshi la serikali ya DRC, lakini wote inabudi wakuja wajiunge na M23. Hebu tueleze nguvu ya M23 toka ilivyochukua mji wa Bukavu. Ni kweli wamedhibiti kila sehemu au kumekuwa kuna mapungufu? Maana kuna baadhi ya watu wanasema kwamba walikuwa wanataka waite FARDC na hata wazalendo kuja kuchukua Bukavu, maana ulinzi ni tepetepe. M23 haujaweka ulinzi madhubuti. Hizi taarifa zina ukweli wowote? Naweza sema katika mji wa Bukavu hawako wengi, lakini kutokana na gisi waliwaachia nafasi nyingi, walijitoa kabla maaskari wa jeshi wa serikali ndo wanakuwa wanachukua mji kwa urahisi, ila so wengi zaidi. Na kwa kauli iliyotoka pale leo walisema kuwa wataongeza jeshi, na jimbo la kusini zaidi mjini hapa bwana kunakuwa heka nyingi kutokana na wananchi wengi wanaibwa, wanapora vyombo vyao na ubakaji unazidi. Tueleze maisha hapo Bukavu. Maisha yamerudi kwa kiasi gani? Je, bado wananchi wamekuwa wakifungua biashara zao na maisha kila siku yanaendelea kama ilivyokuwa, au kuna utofauti gani baada ya M23 kuchukua udhibiti? Wengi wamefungua sababu wapate chakula, lakini sio kusema kwamba wanataka, sababu ukiangalia duka za vifaa vya ujenzi, mabenki hazijafungua. Maana ukiangalia mji mkuu wa Kinshasa umeshindwa kuachia pesa ili mradi mji utumike katika benki za hapa, na kwa hiyo kama benki hazipo mji hawezi kuwa. Idadi ya watu waliokimbia Bukavu ni kubwa ama ni chache toka M23 kuteka? Waliokimbia ni wachache, maana wengi walibaki katika nyumba zao. Watu kukimbia sio rahisi, maana ukiuliza sasa hivi wananchi waliobaki wanakuambia kwamba Bukavu tunapabaki sababu hatuna makao mengine na tuna sehemu za kwenda. Ukisikia miji iliyokuwa karibu sehemu ya kukimbilia imedhibitiwa tayari, hatuna pa kwenda, maana Bujumbura ndio ilikuwa sehemu sahihi ya kukimbilia, wameziba mipaka. Toka mchana ambapo M23 wameshambuliwa katika mkutano wao huo wa hadhara, wananchi wanazungumza nini mpaka sasa hivi baada ya shambulio la mchana? Wananchi wa Bukavu wanazungumza nini? Wanachokiongea ni kwamba hawaamini mtu yeyote, maana hawajui bomu zilitoka katika mikono ya nani. Kwa hiyo wanasema yote hawachukue, lakini waliokuwa sasa hivi wote wazalendo and M23 hawaamini yeyote.